بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، صلى الله عليك يا حسن المجتبى، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم كتابه التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafanyi isipokuwa lile ambalo lina hikma ndani yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatoi maamrisho yoyote isipokuwa ndani yake kuna athari nzuri na ni maamrisho ambayo yamejaa hikma na busara. Unaporudi juu ya yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha waja wake, hakika utayapata miongoni mwayo na asilimia kubwa ya hayo ambayo ameyaamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwa faida ya wanadamu wenyewe. Unapoitizama mambo ya wajibat kama vile swala, kama vile saumu, kama vile zakat, ni mambo ambayo tafsiri yake na ya haraka haraka unaweza kusema Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anayefaidika watu wakiswali, lakini unaporudi ndani ya nafsi za wanadamu unapata kwamba swala wanazoswali ni wao wenyewe ndio wanaonufaika na wala sio Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni ghani, sio muhitaji, sio mwenye kuwa na haja na ibada zenu. Swala mnayoswali, manfaa ya swala hiyo yanarudi kwenye nyoyo za mwanadamu mwenyewe. Kila kitu anachokifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, matunda yake, athari yake inarudi kwa mwanadamu mwenyewe. Tukiwa katika munasaba wa shahada ya Abi Abdullah al-Husayn alayhi salam, kuna baadhi ya vitu tunatakiwa kuvilahidh na kuvichukua viweze kuwa ni tafsiri na matunda ya tukio la kifo cha al-Imam al-Husaini alayhi salam. Aya niliyoitanguliza, kuna kipengele katika aya hii Mwenyezi Mungu anasema, waambie sijawataka kitu kingine chochote wala sijataka ujira wowote isipokuwa ni mapenzi kwa wale watu wa karibu yangu. Na katika riwayat
tunapata Mtume anatafsiri aya hizi na kusema Al-Hasan wal-Husain min aqribai, fadlan kwamba ni wajukuu zake, fadlan kwamba ni watoto wake. Lakini kwa mujibu wa hii aya, tuwapende wale watu wa karibu na Mtume. Al-Hasan wal-Husain min aqribai, Hasani na Husain ni wakusudiwa wa hii aya. Hasani na Husain ni walengwa wa hii aya. Hasani na Husain ndiyo tunaotakiwa kuwapenda. Hakuna ujira Mtume anatutaka tumlipe. Hakuna ujira Mtume anatutaka tumpatie, isipokuwa tu ni mapenzi kwa wale watu wa karibu yake. Na Hasani na Husain ndiyo kusudio la mapenzi hayo. Unaporudi na kulahidh kadhia ya kumpenda mtu ina irtibat, kuna muunganiko, ima unayempenda uwe naye karibu au unayempenda uwe na athari zake. Kuna uwezekano ukahitajia na yeye akupende, na ndiyo inaitwa alhubbul mutabadil, mapenzi ya kubadilishana. Mimi nakupenda na wewe unipende, au akhdhu wa i'ta, nipe nikupe. Swala la pili, unaporudi katika kadhia ya kupenda, lazima kuwe na manfaa, kuwe na kunufaika. Unapompenda al-Imamu al-Husaini alayhi salam, lazima uvune manufaa ya mapenzi yako. Lazima uhisi uwepo wake una matunda kwako wewe. Je, al-Imamu al-Husain tunayempenda tunanufaika nini na yeye? Ni kipi tunachokipata kutoka kwa Abi Abdillah al-Husain tunapotekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba tuwapende watu wa karibu ya Mtume? Ni athari gani tunayoipata katika nyoyo zetu inapotokea tumetekeleza amri ya mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya kuwapenda watu wa karibu yake? Hakika ni swali wajihi la kujiuliza. Je, tunaishi na al-Imamu al-Husain? Kalla wa alf kalla. Je, al-Imamu al-Husain naye anatupatia tunachompa? Yani anatupenda kama tunavyompenda? Tunaona athari ya mapenzi yake? Ni swali wajihi. Sasa ni kipi tunachokipata tunapotii amri ya Mwenyezi Mungu na maamrisho ya mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pale aliposema Al-Hasan wal-Husain sayyida shababi ahli al-janna. Hasani na Husain ni vijana, ni mabarobaro wa peponi. Man ahabba al-Hasan faqad ahabbani wa man ahabba al-Husain faqad ahabbani. Mwenye kumpenda Hasan atakuwa amenipenda mimi, na mwenye kumpenda Husain atakuwa amenipenda mimi. Athari za haya mapenzi, je, tunayaona? Tunavuna matunda ya mapenzi yetu tulionayo kwa al-Imamu al-Husain? Jibu ni ndio. Ni vipi? Taban ni tafsiri ya nyoyo zetu zinazotafsiriwa ni matendo yetu kwa al-Imamu al-Husaini alayhi salam. Muhammad wa Muhammad sallallahu
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na kabla sijaliweka jibu kwa uwazi zaidi, napenda kusoma riwaya hii kutoka kwa Hudhaifa bin al-Yamani. Anasema, raaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akhidhan biyadi al-Husayn bin Ali, nilimuona mtume akiwa amemshika mkono Husayn mtoto wa Ali, wa huwa yaqul, huku akisema, ya ayuha nnas, enyi watu, hadha al-Husayn, huyu ni Husayn ibn Ali, mtoto wa Ali, fa'rifuhu, basi mtambueni. Huyu ni Husayn mtoto wa Ali, basi mtambueni. Fawalladhi nafsi biyade, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake, innahu la fil janna, Husaini huyu ni kiumbe wa peponi. Wa muhibbihi fil janna, na wanaompenda Husain nao ni watu wa peponi. Wa muhibbihi fil janna, na wanaowapenda wapenzi wa al-Imamu al-Husain nao ni watu wa peponi. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Vitu viwili muhimu lazima tuviweke wazi. Kitu cha kwanza, athari ya mapenzi yetu kwa al-Imamu al-Husaini ni kuvuna pepo. Hicho ni kitu cha kwanza. Athari na matunda ya kumpenda al-Imamu al-Husaini alayhi salam ni tutazawadiwa pepo. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, Mungu kutuamrisha tumpende al-Imamu al-Husain si bure bure, ni kwamba tutaishi maisha ya al-Imamu al-Husain. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un, hakika ya mpenzi kwa anayempenda anakuwa mtiifu. Ikiwa ni kweli tunampenda al-Imamu al-Husain, basi maisha yetu yatakuwa ni maisha ya al-Imamu al-Husain. Ongea yetu itakuwa ni ongea ya al-Imamu al-Husain. Tizama yetu itakuwa ni tizama ya al-Imamu al-Husain. Kwa sababu tunampenda al-Imamu al-Husain, yatakuwa matendo yetu ni matendo ya al-Imamu al-Husain. Na kwa kuwa tumevuna upendo tulionao, nyoyo tulizonazo, ukaribu tulionao, hisia tulizonazo kwa al-Imamu al-Husain, tunapopata taarifa au habari au story za tukio la kifo chake, tunahisi maumivu. Kwa nini? Kwa sababu tuna mapenzi ya kweli na al-Imamu al-Husain. Hivyo athari ya maisha yetu, na hii ndo athari ya pili ya kwa nini tunapompenda al-Imamu al-Husain tunapata nini, yatakuwa maisha yetu ni maisha ya al-Imamu al-Husain. Matendo yetu yatakuwa ni matendo ya al-Imamu al-Husain. Zungumza yetu itakuwa ni zungumza ya al-Imamu al-Husain. Na taban al-Imamu al-Husain mwenyewe anasema, mimi sikutoka isipokuwa kwa ajili ya kutaka usawa katika dini ya babu yangu, kwa ajili ya kutaka islah katika dini ya babu yangu. Na ikiwa maisha yetu yatakuwa ni maisha ya Abi Abdullah al-Husain, sisi ndio tutakaokuwa na nafasi ya kutafuta usawa katika jamii tunazoishi. Sisi ndio tutakuwa sawasawa na al-Imamu al-Husaini katika zama hizi, ikiwa tutaona mabaya tukayakataza, ikiwa tutaona maovu tukazuia yasifanyike, ikiwa tutakataza riba, ikiwa tutajizuia na uzinifu, ikiwa tutajizuia na uongo, kwa sababu haya ndiyo aliyotoka al-Imamu al-Husaini kuyapinga.
na kwa kuwa tunayo mapenzi ya kweli na al-Imamu al-Hussein, basi hakika ya mambo ambayo tutakayoyazingatia katika maisha ya al-Imamu al-Hussein ni al-islah, ni kutafuta usawa katika ardhi, kulingania upendo, kulingania umoja, kulingania ibadat, kuamrisha mema na kukataza maovu, kwa sababu ndiyo malengo na hadafu ya khuruj ya al-Imamu al-Husaini alayhi salam. Nilikuwa napenda kukomelea hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yuko